Ndugu wanahabari, leo nimewaita hapa kwa ajili ya kutoa taarifa muhimu kwa wahitimu wa kidato cha 4 mwaka 2024 kuhusu fursa ya kubadilisha machaguo ya tahasusi ya kidato cha 5 na vyuo vya kati na elimu ya ufundi kwenye mfumo wa kielektroniki wa uchaguzi wa wanafunzi watakaojiunga na kidato cha 5 na vyuo, ikiwa ni maandalizi ya awali ya uchaguzi wa wanafunzi watakaojiunga kidato cha 5 na vyuo vya serikali kwa mwaka 2025. Itakumbukwa kuwa serikali imekuwa ikitoa fursa kwa wahitimu wa kidato cha 4 kufanya mabadiliko ya machaguo ya tahasusi, yani combination, na kozi mbalimbali walizozichagua kupitia fomu ya uchaguzi, yani self form. Fursa hii wawezesha wanafunzi kurekebisha machaguo yao kulingana na ufaulu waliopata kwenye matokeo ya mitihani ya kidato cha 4 yaliyotangazwa na Baraza la Mitihani Tanzania, yani NECTA. Ndugu wanahabari, serikali kupitia ofisi ya Rais TAMISEMI imekamilisha zoezi la awali la kuingiza kwenye kanzidata taarifa zilizo kwenye fomu za uchaguzi za wanafunzi kama zilivyojazwa na wanafunzi wakiwa mashuleni. Ndugu wanahabari, kukamilika kwa zoezi hili kunatoa fursa kwa wanafunzi kuweza kufanya mabadiliko ya machaguo, yani tahasusi ya kozi kwa njia ya mtandao, yani online, baada ya wanafunzi kufanya marekebisho hayo. Kanzidata hiyo ndiyo itakayotumika kuwachagua na kuwapangia nafasi za kidato cha 5 na kozi mbalimbali katika vyuo vya kati na vya elimu ya ufundi kwa kanzidata, sifa za ufaulu na machaguo waliochagua. Ndugu wanahabari, ofisi ya Rais TAMISEMI inatoa fursa kwa wahitimu wa elimu ya sekondari kidato cha 4 kwa mwaka 2024 kubadili machaguo ili kutoa nafasi zaidi kwa mwanafunzi kusoma tahasusi au kozi itakayomwandaa kuwa na utaalamu stahiki katika maisha yake ya baadaye. Hii ni kutokana na ukweli kwamba wakati wa kujaza fomu za machaguo ya awali, zoezi hili litatoa fursa zaidi kwa wanafunzi kuongeza machaguo na kufanya machaguo mapya ya tahasusi na kozi. Napenda kuwasihi wazazi na wasihi pia walezi kushiriki katika zoezi hili kwa kushauriana na watoto wao katika kufanya machaguo sahihi ili kulingana na aina au kulingana na ufaulu wa watoto husika. Ndugu wanahabari, kwa umuhimu huo, wahitimu wote wanahimizwa kufanya marekebisho ya machaguo ya tahasusi na kozi kulingana na ufaulu wao kwa kuingia kwenye mfumo wa uchaguzi wa wanafunzi, yani Student Selection Miss, unaopatikana kupitia kiunganishi cha selfform.tamisemi.go.tz. Aidha, maelekezo kwa wahitimu na jinsi ya kufanya mabadiliko watakayoyapata kwenye mfumo kupitia username au user manual pamoja na video ya YouTube zilizopo kwenye mfumo husika. Ili kuingia kwenye mfumo, itabidi mhitimu atumie namba ya mtihani wa kuhitimu kidato cha 4 mwaka 2024, jina lake la mwisho, mwaka wa kuzaliwa na alama ya ufaulu aliyopata kwenye somo atakaloulizwa na mfumo au swali lolote litakalojitokeza. Ndugu wanahabari, ni matumaini yangu kuwa wahitimu wote watatumia kwa ukamilifu fursa waliopewa ya kubadilisha tahasusi na kozi kulingana na ufaulu waliopata. Pia wataweza kusoma tahasusi au kozi ambazo wamefaulu vizuri ama wana lengo nalo zaidi. Zoezi la kubadilisha tahasusi na vyuo litaanza rasmi tarehe 31 mwezi wa 3 2025 hadi tarehe 30 mwezi wa 4 mwaka 2025. Wanafunzi, wazazi na walezi wanakumbushwa kushauriana kikamilifu, ikiwa ni pamoja na kupata ushauri wa kitaalamu na kitaaluma kabla ya kufanya mabadiliko ya tahasusi au kozi husika.
Ninawasisitiza wazazi na walezi kutumia muda huo vyema ili kuepusha changamoto zinazoweza kujitokeza mara baada ya matokeo ya uchaguzi wa wanafunzi wa kujiunga na kidato cha 5 na vyuo kutangazwa. Ni muhimu kuzingatia muda uliotolewa wa kufanya marekebisho ili ratiba ya kuchagua na kuwapangia vyuo au kuwapangia shule iweze kuendelea kwa muda uliopangwa na serikali. Baada ya matokeo ya kujiunga na kidato cha 5 au vyuo kutangazwa, ofisi haitashughulikia changamoto zozote za mabadiliko. Hivyo serikali imetoa fursa hii ya kufanya mabadiliko, na mabadiliko hayo yafanywe kwa kushauriana wanafunzi, wazazi na walezi kama tulivyoelekeza hapo awali. Huduma hii ya kubadilisha taasisi ni huduma bure, na endapo wanafunzi watapata changamoto, wawasiliane na dawati la huduma la mteja kupitia barua pepe huduma@tamisemi.go.tz. Nitarejea. Iwapo kutatokea changamoto yoyote wakati wa kubadilisha taasisi au uchaguzi wa aina yoyote, mwanafunzi awasiliane nasi kupitia dawati la huduma kwa mteja kupitia barua pepe huduma@tamisemi.go.tz, au tuwasiliane moja kwa moja kupitia kituo cha huduma kwa wateja kwa simu namba 0262160210 au 20. Nitarejea. Tuwasiliane moja kwa moja kwa simu huduma kwa mteja, simu namba +255 2. Nitarejea. Nimechanganya Kizungu na Kiswahili. Hii namba ni 026, sio? 262160210 pamoja na namba 0351600210. Aidha, pamoja na maelekezo hayo kwa wanafunzi au wazazi na walezi, yeyote atakayekuwa na swala linalohitaji maelekezo au ufafanuzi zaidi, aende katika ofisi za elimu za mikoa na halmashauri katika mikoa yote nchini. Asanteni sana kwa kunisikiliza.